قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية الحراني amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wal adhhar, na kauli ambayo inadhihiri zaidi ujubuha, ni wajibu wake hiyo kuchinja, fa innaha, kwa sababu hakika hiyo kuchinja min a'zami sha'airi al-Islam, ni katika miongoni mwa nembo, alama, simple au mwita vipi simple, alama kubwa zaidi za Uislamu. Kwa hiyo kuchinja ni katika element, katika alama kubwa zaidi za Uislamu. Sha'air, jamu ya nini? Sha'ira, ikiwa moja inaitwa sha'iratu. Sha'iratu yani nembo, alama ya Uislamu. Wa hiya an-nusuk, kadhalika wa hiya an-nusuk al-'am, anasema Sheikh al-Islam, nayo hiyo kuchinja ni ibada kubwa ya kuchinja. Hii nusuk ni ibada, lakini nusuk mara nyingi ikitajwa kusudia ibada ya kuchinja, kwa ni katika ibada kubwa amu ya kuenea ya kuchinja. Fi jamii al-amsar, katika miji yote. Al-amsar miji, jamu ya Misr, mji. Misri ni mji, pia Misri ni nchi. Kwa fi jamii al-amsar, katika miji yote. Wan nusuku maqrunun bis-salah, na hii ibada ya kuchinja ni yenye kufungamanishwa na kuambatanishwa na sala. Wa hiya millatu Ibrahima, nayo ni mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, alladhi ambaye umirna, tumeamrishwa na bittiba'i millati, tumeamrishwa kufuata mila yake. Wa qad ja'at al-ahadith, na kwa hakika zimekuja hadithi bil amri biha, ambazo zinaamrisha kuhusiana na hilo swala la kuchinja. Wanafahu al-wujub laysa ma'ahu an-nass, na wale wenye kukanusha wajibu wa kuchinja wanaosema kwa si lazima, laysa ma'ahu an-nass, wao hawana pamoja na wao dalili yoyote. Na si kama ni watu tu, ni wanachuoni, baadhi ya wanachuoni wanaona si lazima, wanaona kwa ni sunnatun muakkadatu, ni sunna yenye kuongozwa, wala si lazima. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, amesema al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, Allah amrehemu, sarraha kathirun min arbabi hadha al-qawl annaha sunnatun muakkadatu. Watu wakubwa ndio arbab maana yake wale mabwana wakubwa wa kauli hii. Kauli hii annaha sunnatun muakkadatu, wa hiyo ni sunna yenye kuongozwa, wameka wazi, ni sarraha, wameka wazi bi anna man tarakaha, wale wanasema kuwa ni sunna yenye kuongozwa, wameka wazi kwa hakika yule mwenye kuiacha, yukrahu, inachukizwa, lilqadiri, kwa yule mwenye uwezo, jambo hilo linachukizwa. Umefahamu? Hata wale waliokwenda na kuwa ni sunna yenye kuongozwa wamesema ni nini? Inachukizwa kwa yule mwenye uwezo kufanya nini? Kuiacha sunna hiyo. Wa dhakarna, ametaja fi jawahiril iklil sharh mukhtasar Khalil, huyo mwenye kitabu hicho ametaja annaha, kwa hakika hiyo sunna au hilo jambo la kuchinja, idha tarakaha, pindi watakapoliacha jambo hilo la kuchinja ibada hii al-udhiya, ahlu balad, watu wa mji mzima wote wakaacha, hawakuchinja, qutilu, watapigwa vita, yani hupigwa vita, qutilu alaiha, watapigwa vita kwa ajili ya hiyo ibada mpaka waitekeleze. Maana yake kama kuna dola ya Kiislamu kisha kuna mji fulani hawakuchinja wote, basi watafanya nini? Watapigwa vita mpaka wachinje. Liannaha, kwa sababu ibada hiyo ya kuchinja min sha'air al-islami, ni katika nini? Alama kubwa za Uislamu. Kwa hiyo maana kipengele hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni nini? Kuna kauli ngapi? Mbili. Kauli ya kwanza nasema ni nini? Wajibatu, ni lazima. Kauli ya pili ni sunnatun muakkadatun, si hivyo? Lakini hata hao wanaokwenda kabla ya hapo nimesema kwa ni lazima kwa yule ambaye mwenye uwezo, ikawa ana matumizi yake, haja yake zote tayari ameshamiliki, kisha kuna ziada, basi anatakiwa afanye nini? Achinje. Na kauli ya pili ni kuwa ni sunna yenye kuongozwa, lakini hata hao ambao wamekwenda kuwa ni sunna yenye kuongozwa,
yenye kutilia mkazo, wanasema kwa yule mwenye uwezo akiacha jambo hilo ni makruhu, linachukizwa. Kwa bora zaidi mtu afanye achinje. Jambo la tatu anauliza hal tujzi alqimatu fil udhiya, je itatosheleza qima, yani kiasi katika kuchinja? Mtu pengine asichinje mnyama akatoa pesa, je jambo hilo litafaa? Imeleka hakuchinja na atakutoa pesa, anasema la tujzi alqima, haitoshelezi qima, kiasi cha pesa, fil udhiya, katika udhiya, liannahu, kwa sababu hakika ya hali na shani ilivyo, lam yunqal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo halijanukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lam yunqal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhalik, kwa sababu jambo hilo halijawahi kunukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal an ahadin min as-sahabati, na wala halijawahi kunukuliwa kutoka kwa yoyote kutoka kwa masahaba, wala al-a'imma, wala kutoka kwa maimamu, halijawahi kunukuliwa. Anna ahadan, halijawahi kunukuliwa kwa hakika yoyote kuanzia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia na masahaba, kadhalika na maimamu al-a'immatul huda, maimamu waongofu, haijawahi kunukuliwa anna ahadan, kuwa yoyote minhum, miongoni mwao, akhraja alqima, kuwa aliwahi kutoa kiasi cha pesa, walau marratan, walau mara moja, hata mara moja haijawahi kunukuliwa. Walianna Allah qala, na kwa hakika ya Allah amesema, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako mlezi na chinja kwa ajili ya Mola wako mlezi. Kwa hiyo jambo la kutoa pesa halipo, ni kama kule zakatul fitr, jambo la kutoa pesa halipo, ni qaul marjuh, ni kauli ipo lakini ni kauli ya nani? Al-ahnaf, na pia ni kauli ambayo haina nguvu, ile kauli ile kule ya kutoa pesa zakatul fitr. Na hii ni hivyo hivyo, haitofaa kutoa pesa. Walianna iraqata ad-dami, na kwa sababu kwa ajili au kwa sababu hakika ile kumwaga damu, wadhabh, na kile kichinjwa ikawa mwaga damu na kile kichinjwa kikapatikana kipo pale, huwa almuradu min al-udhiya, hayo ndio makusudio ya kuchinja, ndio udhiya yenyewe hiyo. Wa ikhraj al-qimati, na kutoa kiasi thamani ya pesa, ta'tilun li hadhihi ash-sha'ira, ni kuizuia na kuisimamisha na kuiharibu nembo hii, alama hii ya Uislamu. Alama gani? Alama ya kuchinja. Kwa haitakikani mtu atoe pesa, bali anatakiwa afanye nini? Achinje nyama. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Ibn al-Qayyim Allah mrehemu, law tasaddaqa an dami al-mut'ati wal-qiran, law kama atatoa, maana akatoa sadaka, akatoa pesa au kiasi cha qima, an dami al-mut'ati, kuhusiana kwa ajili ya damu ya mut'a. Mut'a maana yake mtu amekwenda kule kufanya hija ya nini? Hija ya tamattu, sawa? Au wal qiran, au hija ya qiran, kisha akatoa, atoe sadaka, hakuchinja yeye, bi adhaafi alqima, kwa adhaaf, yani kima cha juu zaidi na zaidi na zaidi, maana yake akatoa zaidi ya yule mnyama, pesa nyingi, adhaaf zaidi na zaidi ya kiasi. Lam yakum maqamahu, haitosimama sehemu yake, maana haitosimama hiyo pesa sehemu ya nini? Sehemu ya kichinjwa, abadan, haitosimama. Wakadhalika al-udhiya, na hivyo hivyo kuchinja udhiya haitofaa. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mwenye kujua zaidi. Na maana huo ndio msimamo, haitofaa kutoa pesa, lengo ni ile damu imwagike, unafutiwa madhambi mingi sana. Imeleka kadhalika yule mnyama apatikane, kadhalika ni kuhuisha hii shaira, hii nembo ya Uislamu, ni kuileta juu, kwa sababu watu wengi hawachinji. Bali anna an-nasa, bali kwa hakika ya watu, anasema akasema wa hakadha qala Ibn Taymiyyah, na hivi msimamo huu amesema al-Imam Ibn Taymiyyah, amekwenda na msimamo huu.
bali anna an-nasa, bali hakika ya watu, asabahum dhatu sanatin majaatin, hakika ya watu walipatwa mwaka fulani, mwaka mmoja ulipatwa, ulikuwa ni mwaka wa njaa. Dhatu sanatin majaatin, manake sanatul ju'i, mwaka wa njaa. Na hii ni yani mazungumzo kwa kipenda sana Waarabu kusema. Kwa kuna mwaka fulani Waislamu walipatwa na njaa, ikaitwa mwaka wa njaa fi ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ai fi zamani al-udhiya, na tena ilikuwa katika wakati wa kuchinja. Walam ya'murhum, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha wao maswahaba bisarfi thamani, kutoa thamani yake, manake watoe thamani yake badala ya kuchinja, yani wageuze watoe thamani yake. Hakuamrisha hivyo, hakuamrisha watoe thamani yake, ila ni muhtajina, kwa wale wenye kutaka kuhitajia hiyo udhiya. Bal aqarrahum ala dhabhiha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakubalia wao kuchinja kwake hiyo udhiya, chinjeni, akawakubalia. Wa amarahum, kadhalika akawaamrisha wao masahaba bitafriqi lahmiha, waichawanye ile nyama yake. Baada ya kuchinja, toeni nyama, ichawanyeni hiyo nyama, kama fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, min hadithi Salamata ibn al-Aqwa, hadithi ya Salama ibn al-Aqwa. Kwa hiyo huu mwaka ilikuwa ni mwaka wa njaa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia afanye nini, watoe pesa sikiji, la, aliwaambia chinjeni. Walau adala an-nasu an dhabhi al-udhiya, lau ilikuwa watu waliruhusiwa kubadilisha, ndio ile adala, yani kubadilisha, wakafanya badali kuhusiana na kuchinja udhiya ila sadaqati, wakaambiwa waache kuchinja watoe sadaka, basi la ta'attalat sha'iratun adhima, indifanya nini, indisimama hii nembo kubwa ya Uislamu ambayo ni nembo yenye kuonesha kuchinja, indisimama na indiharibika. Lakini Mtume sallam hakuwaruhusu. Dhakaraha Allahu fil Qur'an, nembo hii ambayo nembo kubwa Allah ameitaja katika Qur'an, ndio kama yufasalli li rabbika wanhar, wa fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha akafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 10 Madina amefanya kadhalika, amechinja kwa mikono yake, bikabshain amlahain aqranain, amechinja kondoo wawili wenye rangi ya kijivu, wanasema rangi nyeupe ambayo ina michirizi meusi, tena wenye pembe, akawachinja kwa mkono wake. Dhabahahu ma biyadihi, akawachinja kwa mkono wake. Na hapa katika hadithi hii ni sunna mtu kufanya nini, kuchinja mwenyewe kama waweza, lakini kama uwezi tulio sibwa teke ng'ombe ukafilia mbali, pipo karusha na mnazi, waachie watu. Kama waweza, alhamdulillah, chinja mwenyewe, ni sunna, ni bora zaidi. Na kama uwezi, akilisha. Wasamaha sunnat almuslimin, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita ibada hii ya kuchinja kuwa ni sunna, ni mwenendo wa nani, wa Waislamu. Kuwatakiwa sisi tuendelee kuhuisha sunna hii. Waktuha, wakati wake ni wakati gani unatakiwa uchinje mnyama huu, mnyama wa qudhahi, wakati wake. Eleweni jamaa, tumetoka kuhusiana ibada hii asili yake imethibiti katika Qur'an na Sunna na ijma ya wanachuoni. Tukatoka hukumu yake tukasema kuwa kuna kauli mbili, ni lazima na nyingine ni sunna yenye kuogotezwa. Ni lazima kwa yule mwenye uwezo, na hata yule mwenye sunna ya kuogotezwa kama ana uwezo akiacha tayari ni jambo lifanya nini, ni makruhu, la chukizo kwa yeye. Tukatoka hapo tukaona kauli za kuwa zenye ulazima kuchinja ni nyingi na zenye nguvu kuliko sunnatu muakkada. Kadhalika tukasema, je, itafaa kutoa kiasi cha pesa? Maana nafanya summary alhasil, maana conclusion. Je, itafaa kutoa kiasi cha pesa? Tukasema kuwa kiasi cha pesa wanachoona wanasema nini, haitotosheleza, haitofaa, hata utotoe adhaafu zaidi na zaidi. Watakao kufanya nini, umwage damu mchinje. Imeleka hii ni summary. Tuingia kipengele kingine, wakati wake ni wakati gani? Wakati wa kuchinja ni wakati gani tunachinja mnyama huyu? Awwal waqti al-udhiyati, mwanzo wa wakati
wa udhiya wa kuchinja baada salati al-Eid al-Adha, ni baada ya nini? Swala ya Eid ya Adha. Baada ya kushaswali tutakiwa tufanye nini? Tukachinje. Ndio maana inasuniwa kwa khatib wala si khatib. Ukisema khatib maana yake ni mwenye kuposa. Khatib yule unamta khatib, inasuniwa kwa ile khatib yule mwenye kutoa khutba yake katika Eid hii iwe nini? Iwe khutbatun qasiratun jiddan, iwe ni khutba fupi sana kuliko katika nini? Eid al-Fitr. Kwa sababu Eid hii watu wanakimbilia kufanya nini? Kwenda kuchinja. Khutba isire fupi, at least dakika 10 15, isizidi 20. Haya ni makadirio tu, si lazima, lakini inapendekezwa. Na asli tangu hapo ni sunna katika khutba, hata Ijumaa khutba kwa nini? Kwa fupi. Sio khutba watoa kuanzia saa 6:30 mpaka saa 8:30. Watu wote wamelala. Tayari leo upata faida gani katika msikiti ule? Sijui hata kilichozungumzwa pia. Mimi naona ninalala tu. Toa kidogo watu wafaidike. Kwa wakati wake ni baada ya sala ya Eid al-Adha. Wa akhiru waqtiha, na mwisho wa wakati wake ni ghurubu shamsi akhiru ayami tashriq, ni kuzama kwa jua mwisho wa siku zile za kuosha nyama. Ile mwezi 13 ile, kuanzia mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13, mwisho ile siku ya mwezi 13 ile, kabla ya kuzama jua au likishazama lile jua, maana yake ndio fanya nini? Ndio khalas ishamaliza wakati wa kufanya nini? Wa kuchinja. Ndio wa akhir waqtiha, na mwisho wa wakati wake hiyo kuchinja. Ghurubu shamsi au ghurubu shamsi ni kuzama kwa jua, akhiru ayami tashriq, mwisho wa siku zile za kuosha nyama. Masiku ya kuosha nyama, siku ya mwezi 13 likizama jua ndio mwisho wa kuchinja. Kwa hiyo ina maana kuanzia mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12 mpaka ile mwezi 13 pia tuna nini? Tuna nafasi ya kuchinja. Kwa ni wakati mkubwa, waqtun tawilun, wakati mkubwa. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha ba'da as-salati, yoyote atakayechinja baada ya sala ya Eid al-Adha, faqad tamma nusukuhu, kwa hakika kabisa imetimia ibada yake ya kuchinja. Wa asaba sunnatan muslimina, na itakuwa kwa hakika amepatia sunna ya Waislamu, amepatia. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea Imam al-Bukhari. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivyo, man dhabaha ba'da as-salati, mwenye kuchinja baada ya swala, huyo utakuwa amepatia nini? Ibada yake ya kuchinja. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ayami at-tashriqi dhabhu, kila zile siku za kuosha nyama kuna kuchinja. Kwa maana zile siku za kuosha nyama, ile yaumun nahar, ile siku ya kuchinja hapo mwezi 10, na zile baada yake siku 3, zile kuna kuchinja, yafaa, haina shida. Rawahu Ahmad ibn Hibban wal Baihaqi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha, yoyote mwenye kuwa ni mwenye kuchinja kabla ya kuswali, basi achinje sehemu yake, kwa sababu itakuwa amekosea, atakiwa achinje baada ya swala. Fa waqtuha ba'da salati al-Eid, kwa hiyo wakati wake kuchinja ni baada ya swala ya Eid, ila ayami tashriq, mpaka siku zile za kuosha nyama, zile siku 3, yani baada ya yaumun nahar, siku ya kuchinja mwezi 10 ile, ambayo ndio siku ya kukamilisha ile mwezi 10 ile, kuanza kuchinja baada ya Eid, baada ya swala ya Eid kuanza kuchinja, na zile siku ngapi? 3 zenye kufuata. Limeeleka kwa wakati wake. Ni wakati gani? Unaanza wakati wa mwanzo, unaanza baada ya swala Eid, kuendelea mpaka zile siku 3 baada ya ile swala Eid. Sawa, baada ya ile siku ya Eid na zile siku 3 mpaka kuzama kwa jua. Huo ni wakati wake. Muhimu sana ile samar kuelewa. Jinsu ma yudaha bihi, kile ambacho chenye kuchinjwa sasa, kile ambacho kuchinjwa kwayo, ma yudaha bihi, kwa kile ambacho chenye kuchinjwa, ma kile ambacho, jinsu ma kile ambacho yudaha bihi, chenye kuchinjwa kwayo, chenye kuchinjwa kwa hicho kitu gani chenye kuchinjwa?
Ni wanyama gani manake ni kuchinjwa? Qala ta'ala, amesema Allah alikuwa ametukuka, ametaja katika Qur'an suratul Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan, na kila umma tumeujalia mansakan, yani mahala pa kuchinja, yani mahala pa kuchinjia mihanga yao ya ibada. Mansak, mansak kwa sababu ni ismu makan, ai makanahu, ja'alna makana, tumewajalia sehemu ya kuchinjia. Liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, liyadhkuru isma Allah, ili kwa ajili wapate kulitaja jina la Allah, ala ma razaqahum, kwa juu ya yale ambayo tumewaruzuku wao, min bahimatil an'am, katika wanyama hoa, wanyama wa mifugo, bahimatul an'am, wanyama wa mifugo. Kwa Allah akawataja hao wanyama ambao watakiwa wachinjwe na walitaji jina la Allah, liyadhkuru isma Allah, maana yake waseme bismillah. Hao wanyama ni wanyama wanaitwa bahimatul an'am, wanyama wa mifugo, wanyama hoa. Ndio wanyama gani? Atawataja wa bahimatul an'am, na wanyama hoa, wanyama wa mifugo, hiya al-iblu, ni nani? Huwa al-ibil, ni nani? Ngamia. Kwa ngamia ndio atakiwa afanye nini? Achinjwe katika udhiya. Kadhalika wal baqar, na ng'ombe. Huyu ngamia na ng'ombe waruhusiwa kuchanga watu ngapi? Watu 7 na kuja chini. Ukiwa na uwezo kumchinja peke yako waruhusiwa. Kadhalika wal ghanam, ghanam, ukitaja neno hili ghanam maana yake ingia nani? Mbuzi na kondoo. Ndio hapa akasema wal ghanam min ba'nin au ma'zi, na hii ghanam maana yake min ba'ni, kutoka kondoo, au ma'zi, au mbuzi. Fala yajzi ghayruha, wala haitofaa wasiokuwa hao, haitotosheleza wasiokuwa hao. Wanyama wangapi? Wanyama sampuli ngapi? 4. Ngamia, ng'ombe, na mbuzi, na kondoo. Hawa basi. Huku hayumo, huku uchinja ujifurahishe, lakini hayumo katika udhiya. Je, wenye miaka mingapi? Ataelezea katika darasa ya kesho inshallah, masharti yake na kuna vizuizi vyake, wakiwa nao hawaruhusiwi kuchinjwa, ataelezea katika darasa ya kesho inshallah taala. Kwa leo tutafikia hapa.